ni kwamba Dr. Magufuli alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuthubutu. Kuna mambo ambayo wengine labda wasingeyaweza. Yeye ndiye aliyetekeleza uamuzi wa 5 wa mwaka 54 wa kupeleka makao makuu yakakamilika kule Dodoma. Jambo gumu kweli, hata ungepewa labda ungefariki kabla hujatekeleza hilo. Lakini Dr. Magufuli alitekeleza kwa thubutu tu. Kwa hiyo kwa kweli kila mtu ana karama ya kwake, ndio hiyo moja ya kuthubutu, na nyingine nyingi ambayo amesema. Wako waliosema alikuwa mzalendo, mimi nakubaliana nao, lakini nataka kutoa ushuhuda wa uzalendo wake. Madhumuni ya chama cha TANU na CCM yameandikwa, yanasema moja ni kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa zinatumika kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Na rasilimali hizo ni pamoja na madini, gesi na vitu vingine vyote na ardhi. Wawekezaji waliokuwa wanaingia kwenye madini hapa walikuwa wanatupa kitu kinaitwa mrabaha. Kuna wakati walikuwa wanatupa 3%. Hayati Magufuli alipambana nao, akahakikisha bila kutoa hasa senti, serikali inamiliki 16% ya migodi ile mikubwa inayotoa faida kubwa zaidi kutokana na madini. Hiyo ndio kielezo cha uzalendo. Wengine wakipewa wanaanza kula ule mrahaba. Yeye akahakikisha nchi inapata faida kutokana na madini ambayo ni rasilimali yetu. Hicho ni kielezo kikubwa sana cha uzalendo. Mengine yote nimeshasema. Sisi CCM huwa tunaandika ilani na tunamkumbuka Mheshimiwa Magufuli kuwa mtekelezaji aliyefanya kazi kubwa sana katika kutekeleza hizo ilani za chama chetu 2015 mpaka Mungu alipomuita mwaka 2021. Mengine yote yameshasemwa, kuna reli, kuna bandari, kuna nini, kila kitu alifanya katika kukuza maendeleo ya taifa letu. Sasa kuishi, Mzee Mwinyi ametuachia msemo, anasema maisha ni hadithi. Anatuasa tujitahidi kutengeneza hadithi nzuri. Sasa mwenzetu marehemu ambaye tunamwenzi leo amefanya hadithi, ameacha hadithi nzuri sana sana. Maana kazi zake wala huna haja ya kukaa ukafikiri, zinaonekana. Hata ukitaka kuzihujumu zenyewe zitakubishia. Kuna reli, kuna madaraja yapo na yataendelea kuwepo. Kwa hiyo hadithi ya hayati Magufuli ni hadithi njema kwa maendeleo ya Tanzania, na sisi CCM tunamuenzi sana kwa sababu hiyo, na tunajifunza kutoka hapo na kuhakikisha kazi alizozianza zinaendelezwa kikamilifu. Baada ya maelezo hayo, nawashukuru sana Kanisa Katoliki kwa ibada. Nashukuru viongozi wetu wa dini ambao nimewaona wamekuja, dini zote. Ndio kielelezo cha umoja wa taifa letu. Vyama vyetu vinasimamia umoja, na tunaamini kwa umoja amani itadumu. Baada ya maelezo hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na tuendelee kumwenzi Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa 5 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa 5. Asanteni sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.